Naam, karibu sana. Leo tuko kwenye Stade ya Amani ambayo inapatikana kwenye kata ya Buyenzi, ambapo ni huku barabara ya 7. Leo tumekuja kutembea hapa kwa minajili ya kumuona Kigabiro Juma ambaye ameweza kuwa bingwa wa kupiga jongle katika kipindi cha kwanza kilichofanyika hapa Stade ya Amani. Na leo tumefahamishwa kwamba Kigabiro huyu ana uwezo wa kupiga jongle na kutembea kwenye kata ya Buyenzi, hata mvile anafika. Sasa leo ndo tunakuja kumuona Kigabiro. Sijui kama tumesha kuwa naye hapa Stade ya Amani. Kigabiro, karibu sana. Nasikia kwamba unaweza kupiga jongle mbarabara, sio ile ya kutulia. Leo tutaweza au tunakwendaje? Itawezekana kweli kabisa, sababu ni mazoezi yenye mara nyingi na yafanyaga individual. Watu wote wanaona. Sasa kwa hii kaya hivi inakuwa ni exceptionnel, lazima niifanyie performance. Kwa kusema nionyeshe kama Burundi kama kuna kitu cha kinawezekana mkaya. Vision 2040 2060. Asante sana. Leo tunakwenda kwa Kigabiro moja kwa moja ili tuanze kazi, tujionee si wenyewe na watazamaji waweze kuona mambo gisa atakavyokuwa. Kazi kwako Kigabiro. Acha tusubiri. Naona hawajaanza. Nitakwambia. Baka namba moja. Huyo yuko sawa.
Hizi majongea anafika wapi? Namba moja kule Kaburimbo anazunguruka Ruvumera haufiki chini. Haufiki chini. Acha tuangalie. Unamkubali. Ule tunamkubali sana. Ule ni mvile. Ule mvile. Ni hapo ni karibu. Yote na akazunguka. Ya. Ataweza. Na anaenda Ruvumera na anarudi. Acha tuangalie kama taweza kabisa. Atoka Kutampeti tauni mpaka hapa Buyenzi. Yuko anapiga jongre tu. Sasa hapo nasema kama hapa Buyenzi, Kigabiro ni wa kwanza kwa jongre. Ndio, ni wa kwanza. Burundi nzima au ni Buyenzi tu? Ona, hachezaki tu mpirani kustade. Ila kujongrea hakuna kumfikiria. Wait, ona. Ndo watani. Sio kuna. Unasugelea balo tena. Ona kama huyu. Hivi Kigabiro namkubali na wewe? Unataka kuwa kama Kigabiro? Hapana. Wewe utaweza kuongea mimi? Utaweza kuongea mimi? Ona kama hichi. Waikuwa watu wapiga makofi kabisa. Sema Kigabiro na mnampika makofi. Kutoka Ruvumera mpaka Buiza. Nataka wapi? Hapa na Buiza. Hapa na Buiza. Atafika. Atuangalie kama taweza. Anafikaga na bichi. Anatoka bichi anakuja hadi mpaka huko. Kuma jongre? Anaweza. Anatoka pale hadi kote bu. Wewe mwana siku gani? Mwana siku gani? Niko hapa. Sasa Kigabiro na Lamine Yamal kuma jongre. Nani atashinda? Kigabiro. Wewe unajua ni Lamine Yamal. Sasa Kigabiro na Cristiano. Nani atashinda kwa majongre? Nani? Kigabiro. Hapa Buyenzi nzima. Unakubali Kigabiro kwa majongre? Sana. Burundi yote. Burundi yote. Kigabiro ni ndoa kwanza. Burundi yote. Hivi Buyenzi hakuna mtu wa kumshinda kabisa. Hakuna. Ni yeye tu. Acha tuangalie kama taweza. Cristiano anamzidi. Cristiano na Kigabiro. Cristiano anamzidi. Unaona Cristiano anafanya matangano barabarani. Anajua. Nani anamzidi? Cristiano anazidi huyo. Lakini Kigabiro anaweza. Kigabiro? Anaweza. Mtampa hela nyingi. Nataka tumpe hela ngapi? Laki. Laki. Tunataka milioni na
Tuenia tu ile etage. Unataka Kigabiro ajenge nyumba juu ya majongre. Mboza uko penye unaishi. Sisi? Tunaishi pale vile. Ashaweza Kigabiro. Ashamaliza lakini mama hata kuja tena kuna mpira. Kigabiro atafika. Atafika. Ya. Kigabiro, uliona performance yako kabisa? Ya. Unafika? Ya. Hii ni mara ya kwanza. Haikuanguka. Ni mara ya kwanza? Sio tu ya kwanza. Navifanyaga mara nyingi juu ni mazoezi yenyewe nazoea. Ni mazoezi nazoea. Nafanyaga. Hivi si mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Hivi watu wote hapa wanakuheshimu, wanasema kama Kigabiro hapa Majongre ndio mtu wa kwanza hapa kabisa. Kabisa. Mimi hata mimi kimuonekano gisi mimi ninavyoona, naona ni kipaji cha Mungu aniweka yeye. Juu kuna wengi wenyewe walikuwa kama mimi wenyewe washakufa na wenyewe wako. Pako Diego Maradona. Pako Ronaldinho. Pako Cristiano. Pako Neymar. Ni watu wenyewe wana performance. Hivi si gani wewe ulitumikisha kama unafika hapo unafanya Majongre, Buyenzi nzima yote unajua kama wewe ndio wa kwanza kwa Majongre. Siri gani? Ulianza tangu zamani au? Nianza tangu zamani. Nicheza mkade, mini foot. Troisième division, deuxième division. Première division, Aigle Noir. Première division nicheza Union Sporting na Interstar. Na Interstar. Sasa juu ya nini ulisimama kucheza? Juu ya nini uliacha kucheza? So nimeacha, sikusema ngoti mimi nimeacha. Nimeumia nimepata probleme mfamilia. Pakawa se kurse ya kusema kama mimi nataka kumshika mwanamke kwa nguvu. Alikuwa ni ongo. Lakini sasa baadaye nikakutana na magistrat, nikamwambia binafikaga huyu mwanamke aje ashike kiapo na mimi nishike kitabu. Sote tuko Waislamu, tuape kama hichi kitendo mimi sikutaka kukifanya na yeye ape kama mimi nataka kumgusa kwa nguvu. Mwanamke nikataa, ikafika inaonekana wale magistrat wakaniambia wewe tahamurugu, wewe wasi, wakubeshi. Akiko hicho kibazo chatumye ekipe zose zinyanga. Hicho kibazo nawe nacho ariko nagize patience yo kubaho neza gusa kubera ni byashise nuko ariko nari nizera ko Imana arige izonyereka ko ndi umuntu ufisa agaciro mu bantu, agaciro ko gutera imbere. Wakina nimero zingapi? Ulicheza ni namba gapi kiwanjani?
Jana nilikuwa niko mediateur. Mediateur. Mkali au Mangine katika wengi mlicheza. Wengi wewe tucheza nao pako kina Bazongiza, wakina Selemani Amini, Cedric. Wako wengi walifika mbali juu ya hawakuwa na pan yenyewe haikuwafikia juu ya kuharibu CV. Sasa hivi we ukitazama kiwango chako hiyo wakati ulicheza na kama Bazongiza na wengine, unaona kiwango chako kilikuwa hai? Kama nisingepata hiyo problemi nyumbani ningekuwa niko mbali sana. Kwa niko mbali. Hata Rwanda nilikuwa niko parmi nimecheza na Rwanda. Mwekipe moja inaitwa Ice Muhanga. Ulicheza pale Rwanda? Yeah. Ice Muhanga. Ice Muhanga. Hii ilikuwa wakati gani? Ilikuwa ni 2008 2009 ndo nisinye contrat pale. Nimuona hii. Huyu jamaa. Hivi kipango hasa mimi alikuwa ananiambia kwa mdomo. Najua mpira ushaisha. Kumbe naona akifanya zoezi anaweza tena hata kuingia mazile federation za zile za wajueri wale wenye washa staff ni wanani wale. Wale wa mwisho wale kina Juma Mose wale wachezaga zamani wale. Ulimwona huyu Kigabiro wakati alichezaga? Kigabiro nimekuwa nasikia parapsi zake kutoka Rwanda huko Makigali huko. Lakini sasa kwa sijamuonaga siritere. Hivi ndio nimeona face to face. Hivi ndio nimeona face. Unajua ni historia juko sana. Kwa nipiga historia najua ni ule uongo wake anapenda kusema sema. Zile makoti na vama yote najua amekuishi. Lakini hivi unaona kama angaje? Nataka nikwende kule kunangwa kule mazee timu za wale jamaa kule. Wale manani speed zile timu za kule kwanza uwe unataka kocha pale. Au Real Madrid. Miaka inaenda. Miaka inaenda. Asante bwana. Pako hiyo anashinda miaka. Kwanza watoto wanawaforome na yeye waoneshe kwanza kidogo. Juu mtu akikuwa anakuwa ni mwalimu. Inabidi sasa hii generation na waoneshe zile tayari sina hadizifahamu kidogo. Asante. Okay. Mzee, leo tumekukuta hapa barabara ya 7, tulikuwa na Kigabiro anatupigia jongle. Nadhani Kigabiro unamfahamu vizuri. Namfahamu bado toka anazaliwa, amekulia kwanza ni mtoto wetu wa barabara ya 7 hapa sisi. Amezaliwa pale namba 53 pale. Unamfahamu vipi kimpira? Kimpira namfahamu kutoka angaliki mdogo, alikuwa ni mchezaji mzuri. Kwa vile tu ni maendeleo ya nchi labda alikosa mtu wa kumsogeza mbele kimaisha kwa ajili ya mpira, lakini kimpira taidi katika kucheza mpira wake kabisa. Kijana mzuri. Na leo tunamuona yani ni jongle nyingi sana ametuonyesha kwamba anaweza kutoka hapa uwanjani mpaka namba 1. Kwa kweli kama aliwapigia jongle hiyo sio vitu ya kujifunza kwake, ni vitu alianza navyo toka angaliki mdogo kama jinsi nilivyokuongezea toka mwanzoni huko. Alikuwa ni mchezaji mzuri tu. Ingekuwa kama ni nchi toka zamani yote na kukusanya wachezaji vizuri, kama naona mpira wake ungekuwa umesogea mbele kwa kweli. Asante sana. Tunashukuru sana mzee sana. Asante sana. Asante sana. Namtegemea huyu anaitwa Kiwango Starter. Ndio Kiwango Starter. Kwa nini jina hili? Kwa vitu anavyonifanyia, utaratibu wake anao, kimpira, yani mtu ana changamoto nyingi sana yani. Namtegemea. Ulimuona angali mtoto anacheza mkade? Huyu nilimuona angali mtoto anacheza mkade, napelekwa na baba yake. Na kiwango cha leo na mpira wake wa zamani kwa kweli tofauti. Kama akipata usaidizi wa kuweza kumuunga namtegemea. Lakini umri umerepa. Unajua kuna kitu fulani, kitu kama mazoezi, kweli umri unarepa, lakini kama ukipambana ukiwa mwenye mazoezi kabisa upate na mtu atakayekuunga mkono nini, kidogo unaonekana mjomba. Vipaji kama hivi vya Kigabiro tumemwona anapiga jongle kutoka hapa uwanjani mpaka barabara ya kwanza namba 1 ya 7 namba 1. Hii vipaji Buyenzi vingali? Sababu Buyenzi tunajua kama sasa hivi kwa Buyenzi sasa hivi hamna. Wamebaki ni wachache. Naweza nikawahesabu kama mpaka sasa hivi mimi sijamuona mpinzani wa Kigabiro. Kweli. Kwenye hiyo mchezo wa jongle. Namtegemea mpaka hadi namba 1 anaweza. Na amefika kabisa. Kwa hivyo tumpongeze na ni kitu namtegemea kabisa, hata waangusha kama mkiwa nyuma yake. Buyenzi kama kitovu cha mpira, hizi talenti zimepotea. Kwa nini? Hizi talenti baada ya kupotea kutokana na
Unaona maisha jinsi yalivyokuwa magumu nini, watu wanasambaratika, muda wa mazoezi hamna, inakuwa kila mtu yuko ize na maisha. Ule muda wa kufanya mazoezi inakuwa hamna. Unakutana tunapoteza ile kacha kwa sababu ya life. Kweli. Hiyo ndio kitu kikubwa sana kinasababisha sisi tunapoteza kacha kwa sababu yani watu unakuta wako makazi muda wa mazoezi hamna. Inakuwa sasa ile fani na kipaji chako inakuwa hamna ule muda. Ndio. Umeshaona? Hicho kitu kinasababishia sisi kutoku evolve. Kwa hiyo leo Kigabiro anapiga jonglea, anafurahisha watu, lakini katika kufurahisha sana naweza kujiendeleza kwa hiyo. Unajua katika kufurahisha, unajua maendelezi kwanza uwe na kitu kama ule mtu atakaye kutuliza, kusupport, usina stress. Uchukua kile kitu kama vile fun, yani ndo kazi yangu hii. Sasa utafanya kazi sio kuwa na haitowezekana, ndio. Kweli. Umeshaona? Lakini utakapokuwa na ule muda unajua mimi nafaika ndo kazi fani yangu. Huku kidogo na sponsor na support kidogo. Kwa nini usifanye mazoezi na ukaa? Kweli sana. Tunashukuru sana mzee. Asante sana. Karibu sana. Na muamini kiwango. Kiwango hata niangusha sana. Naona uko na pro Kiga. Mheshimiwa hapa bana, kaka yetu, ndugu yetu. Familia moja yani. Kweli? Unamfahamuaje? Huyu mimi namfahamu, cha kwanza nilimfahamia zamani tungali wadogo, tulikuwa tunaenda kumcheki, alikuwa akicheza mpira wakati yuko Mwentere Star. Zamani tulikuwa tunaenda kumuona, alikuwa anajua. Mwentere Star ulikuwa unamuonaje? Mwentere Star alikuwa ni mtu mwenye ambaye yuko na confidence. Maana mpira unakutanaga pako ule mwenye yuko na mpira wa mdamu na wengine wa mazoezi, lakini jamaa yuko na mpira wa mdamu. Mazoezi tu anaongeza uwezo. Lakini kile kipindi hangeweza, palikuwa vigogo akina Papi. Aliweza. Wakina Papi. Palikuwa kabisa watu wenye walikuwa pale wakina Zola, wakina nani, ndio ilikuwa kipindi chake hicho. Palikuwa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Babu Kabobo, Babu Sadi. Alikuwa ni gaucher magique, walikuwa muita Zidane. Kwa hiyo wakati mwenyewe anajua wakuwa pako watu wenye walikuwa wanachangia naye poste, unasema huyu mtu, lakini kwa uwezo wake hauwezi ukamwacha nyuma. Unasema huyu ataingia atabadilisha tu. Kwa hiyo ulisikitika kuona anaacha na mpira? Kusikitika inakuwa, lakini kutokana na kusikitika kwangu, lakini unapita unatizama na maisha jinsi yanaenda. Pana miaka yenye nafikia, unaona hapa mimi sijatoboa kimpira. Pana miaka ukifikisha unapita unasema hapa kwanza acha nitizame familia, kwa sababu unajua sisi tulizaliwa Buyenzi tuko na tekniki ya mikono. Inabidi kwanza nikafanya ya mikono, juu naona mpira huku niko na feli. Pana miaka unajua hapa sitasogea mbele, acha kwanza nirudie mtaani. Karudia mtaani, hii tereli tulea sana, ilimlea mzee na tulikuwa tunamonea hapa mtimu tofauti wa ZFC, pa timu zamani kwa inaitwa ZFC hapa. Kwa kicheza pale kutisa wa vijana wote. Walikuwa kitizama wanasema Kigabiro anataka kuua mtu. Ilikuwa ni mtu mwenye na kiwango kikubwa, na mpaka leo mpira kwake ni kitu cha ana mazoezi ana nini, ila akishika mpira unasema huyu mchezaji. Na ametuonyesha kidogo, ametoka hapa uwanjani mpaka namba 1. Kabisa, unaona kama wewe haushtuki. Mimi siwezi kushtuka kwa sababu hicho kipaji na muda mrefu namuona nacho. Naona kwangu ashakinizoweza. Lakini kwa mgeni anasema huyu mtu ni mtu mwenye na maji. Lakini sisi ambao tunamzoea kimtaani, unaweza tu umeka zako maskani huko juu unasubiria upate, unamwona Kigabiro anapita. Anakupita tu asema bwana huyu jamaa. Lakini ushamwona mara 3 mara 4, si unapita unazoea. Unapita unaona kama ndo pro wetu. Kwa sababu hata na mekanike imo hapa. Mekanike imo kabisa. Na kwenye tulikuja kuzoeana naye sana, alikuja kutumikia mbele ya mlango wa nyumbani. Tulikaa naye pale, mimi mwenyewe nimekuwa ede, kwa hiyo wakati nikifungua pine anakuja na cheki nini. Alikuwa ni mtu sio kipaji tu cha mpira. Sio kipaji tu cha mpira, na mekaniki yeye msema tu kukitokana na maisha gisi anaenda. Pana vitu vingine wanatizama, lakini wengi wanamfahamu kwa juu ya kipaji cha mpira. Mpira ndio limtoa. Kwa hiyo kwa hiyo kumsupport tunafanyaje sasa? Kwa kumsupport ama umwambie nini? Kiukweli kumpira tena hapa kusema yeye arudi ni kazi kubwa sana. Kwa sababu mpira inahitaji jeunesse. Yeye miaka hapa ishaenda karibuni hivi anaitwa sogelea 40. Sasa kwa kumsupport tu ni kumsupport kama ndugu yetu, kwa sababu asiendi ovyo. Tutizame tu kitu gisi tutakuwa tunamsupport kidogo labda, lakini sio kusema eti tunaweza tukasema tumsongeshe kimpira. Kimpira hapana. Labda pajitokeze masponsor wamsomeshe ukocha.
anaweza kasomea ukocha, kwa sababu hapa hivi maklebe ni mengi hapa, watoto wengi hapa hivyo. Mwenyewe unaona siku 2-3 hapa nani nilikuwa kuja kumtembelea ile nani akeza neti, watoto wanatazama hapa wana nani watoto ni wengi, unaweza ukachukua ukamforme tukambeba licence D, licence C, labda anaweza kapata mtu ambaye anaweza, kwa sababu mpira ni kitu chenye kiko damu yake, kwa sababu na masomo yamo. So kusema eti ataanza kusoma, atasoma tu tekniki, lakini français imo yenye wanaombaga sana, anaongea Kirundi vizuri, anaongea na Kiswahili, labda Kiingereza ndio sijam, lakini mimi kuna wakati tunaikaga maskani tunaongea naye français, ile tukimaskani tu tunaongea vizuri basi, lakini unapata sasa yuko na kipaji cha kusoma. Asante sana, tunashukuru sana. Sawa.